Niliwaonyesha mfano ndugu zetu kule wa Somalia. Wa Somalia ndugu zangu Islamu wana mji mzima pale, ni kama wao ndio wameumiliki. Nimetembea kwenye msikiti wao na walinipa fursa ya kutoa darsa. Ni markaz hii tunayo hapa ni ndogo, ni ya kwao, ni milki yao. Mji mzima ni milki yao, takriban maduka mji mzima. Mji unaitwa Belleville, yani ni kama ni mji mzuri. Ndio huyo mji ndugu zangu ni wa Kisomali tu, maduka takriban yote ni wao. Unajua ni kwa nini? Wakati mtamkumbuka Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu na yeye anakukumbukeni, anakupeni nafasi. Ukiwa pale hautadhani kama huko, yani uvani niko Somalia hapa, ni hapa ni Somalia. Msimamo wao ni msimamo wa sunna, ingalau kwamba kule kuna usufi, ni ndio watu wengi sana wale Wahindi, lakini wao ni msimamo ni sunna, na wanatoa mchango mkubwa sana kwa vijana wetu wanataka kujaribu kuhuisha sunna kule. Chukueni mfano kwa hao ndugu zenu, mnawaona ile mapenzi baina yao, kusogeleana, ndugu yao akija wanamsogeza, wanaenda wanapeana mpaka wanaendelea wote. Nyie hamwezi kufikia daraja yote ile katika maisha wakati bado wewe haujataka mwenzako awe kama wewe. Sisi tunahisia sio kwa nzuri. Ukiwa wewe umefika hapa, basi hautaki mwenzako akusogelea wewe kama wewe. Unafanya sababu ingalau huyo akose au asiwi kama wewe, kumbe unakosea. Kama wewe umejaliwa kupata hiki, pigana na ndugu yako wewe kama wewe. Mkiwa watu 50, 100 mfano wako, mtabadili jamii. Mtabadili jamii kwa sura hiyo. Lakini ukiwa unataka ubaki peke yako, wenzako hautaki hata kumuonyesha, umegundua biashara fulani hii ni nzuri, ni ya kwako mwenyewe tu. Matokeo yake yule Juma au yule jamaa mwingine hana imani kama yako, akichajifunza ile kazi yake ijua, anawaita watu 5 mfano wake. Unajikuta wewe mwenyewe umebakia kati watu 5 na wewe ndio mgeni. Kumbe waonge time ukawalete 5 mfano wako, jirani yako, hao wengine hawangekuwa na nguvu kama hiyo wako nayo. Matokeo yake ndio leo kwenye uwanja wa biashara ilikuwa inajulikana Bujumbura ni mji wa Waswahili. Tulikuwa hivyo. Lakini tembea soko zote unazozijua. Pako ile iko kwa Buyenzi, si yako tu ile. Siko mjini katika mji wa Waswahili. Soko mjinga. Viwanja vikubwa vyote vile barabarani. Maduka mangapi Waislamu? Na ndio kwetu Swahilini. Na ndio kwetu. Hata ukiingia ndani, viwanja vya watu ambao ni wa grossist wanatoa biashara wa kurangulisha, mangapi Waislamu? Hakuna. Sasa hili jambo ni kuna wakati mwingine kunakuja vita ya kiuchumi. Yewe haujui kama hiyo ni vita, wewe hujui maskini. Lakini kwa sababu hutambui, wewe unafikiri uko unatafuta maisha ni wewe mwenyewe tu. La kumbe hilo, laiti wewe ungelikuwa na mwenzako na mwenzako, nyote mkapeana mipaka, yule mwingine pengine hangepata nafasi. Na sisi kitu cha kwanza ukija hautaki ule mwenzako akusogelee. Na ndio maana hata kuna biashara hataki kuuliza, hautaki kumwambia. Hata mkienda kurangua biashara nje, kuna biashara umeiona inapata, inalipa vizuri, haumwambii. Apate hasara aanguke, wewe unafurahi. Wallahi ndugu zangu, si moyo mzuri. Kwa kweli ukienda kuona au Wasomali ninavyokuambieni kwa yoyo mji, alafu kaambiwa historia kabla ya miaka 20 nyuma, halafu ukaja kuona walivyo leo, unashangaa sana. Anakuja mtu ni mfanyakazi wa kawaida tu, akishaendelea ule mwenye amekuja kaka ameendelea na duka lake, baada tu ya kama miaka 1 nyuma anakuja wengine watu 3 wanakuja. Anaanza na ushausha vitu polepole pale kidogo, siku ndogo unasikia naye ameshakuwa na kiwanja kule. Baadaye ameshakuwa naye na duka.
Wakipita mtu naye analeta mtu, siku chache ameshakuwa naye na duka. Hivyo mpaka maduka yote yamekuwa ni ya kwao. Umma unaendelea. Wote hao ni ndugu Waislamu. Wote hao ni ndugu Waislamu. Hii ni ishara ndugu zangu Waislamu. Ni ishara nzuri. Sasa na sisi tupate hayo mafunzo. Katika mambo ya kusoma ni hilo. Kijana wa Kiislamu kwenye utakuwa unafanya kazi, hakikisha kama wako ndugu zako, ile uzuri wa ile kazi washirikishe 2, 3, 4 wawe pale. Haitapunguza riziki yako, lakini itakuza nguvu zenu kiuchumi. Itakuza uwepo wenu kiuchumi. Kama ulikuwa wewe mmoja mkiwa 5, 10 mmesimama imara, hatimaye sisi leo na zile kazi ambazo tungelifanya sisi mjini kwetu hatuna hizo tena. Duka zote ukienda Buyenzi hakuna Waswahili. Uislamu hamna. Hata zile kazi za kwetu tunasema sisi ni wahodari kufanya mandazi na chapati na nini, sio za kwetu tena. Haya yote Waislamu ni kuonyesha kama Uislamu kama tukiujua vilivyo haukujengea tu kuja kuswali msikitini. Uislamu ni mfumo wa maisha, utaratibu wa kuishi, namna tutavokabiliana kwenye haya maisha ya dunia. Ndio Uislamu. Tutavokabiliana kwa kuijenga dini ya Mwenyezi Mungu. Allah sema walladhi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Katika sura Hud. Ni yeye Allah kakuanzisheni ndani ya ardhi hii. Mlitoka kwenye ardhi na akakupeni uwezo wa kuitawalia. Wasta'marakum fiha. Akakutakeni muitawalie, muijenge. Na kuijenga dunia ni kwa kushirikiana, ni kutoa uvivu, ni kuacha uzembe. Watu wajitoe kwenye kazi, wafanye kazi ya maisha. Kufanya kazi ya maisha Waislamu ni dini na ni ibada. Kufanya kazi ya maisha ni ibada. Kuna baadhi ya watu wanaweza akamwaibisha mtu anapenda mambo la kupenda kutumika ni ibada. Kuna hadithi imepokelewa na hata Imamu Muslim mpokea hadithi hiyo. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ametoka na maswahaba wake wanatembea. Wakapita sehemu kulikuwa bustani, shamba. Kuna mtu alikuwa anatumika shamba lake kwa kasi, jasho inamfumuka, anakata miti, anafanya mashaallah. Maswahaba wakamuona siku anatumika na Mtume anapita, wanaangalia ujasiri na ushujaa wa ule yuko shambani. Wakasemezana wao kwa wao, lau kana hadha fi sabilillah, huyu jamaa anavyotumika, kama angelikuwa yuko anatumika kwa ajili ya Mungu, hiyo kazi ingekuwa ni bora sana. Ndio msemo wao. Mtume akasikia neno lao, yani kama wameona ile kazi na mchoko wake, kama angelikuwa anaifanya kwa ajili ya Mungu, basi angekuwa na ujira mkubwa. Mtume akawasogelea, ambasikilizeni, ikiwa ametoka nyumbani kwake kaja kufanya ile kazi ili achume riziki ya kuwalisha wazazi wake, fahuwa fi sabilillah, yuko anatumika kwa ajili ya Mungu. Ikiwa ametoka nyumbani kwake amekuja ili achume pesa, mapato ya kumlisha mke wake, fahuwa fi sabilillah, amekuja kwa ajili ya Mungu.
ikiwa ametoka nyumbani kwake ili apate uwezo wa kuwahudumia watoto wake wadogo, fahuwa fi sabilillah, amefanya kwa ajili ya Mungu. Ikiwa ametoka kwake amekuja kutafuta pesa ili achume kitachomfanya ajivue udhalili, fahuwa fi sabilillah, amekuja kwa ajili ya Mungu. Lakini kama amekuja kutafuta mali ya kujigamba na kujifakharisha, huyo amechuma mali kwa ajili ya shaitani. Ziona Mtume, in kana yaktasibu riyaan wa sum'atan wa khuyalaa, kama amekuja kutafuta mali ili ajigambe kwa watu, ili ajionyeshe kwa watu, ili adharau watu, basi huyo amekuja kutafuta mali kwa njia ya shaitani. Lakini kama amekuja kutafuta amlishe baba yake na mama yake, wazee wazima hawana chakula cha kuendelea, ni fi sabilillah. Amekuja kutafuta ili apate kuwalisha mkewe na watoto wake, huyo ni fi sabilillah. Amekuja kutafuta mali ili apate halali, atajivua aibu ya kuombaomba, huyo ni fi sabilillah. Na ujaona kama kutafuta sio tena kitu cha kawaida. Kumekwenda kutafuta maisha pia unaandikiwa ujira na thawabu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye amekujalieni ardhi kwenu ikawa tiifu. Ardhi ikawa tiifu, unatembea ardhi inakukubalia. Allah angelijalia hii ardhi ikawa mfano wa mlima, ukitembea inakataa, hauwezi kupanda, ungetembea wewe. Allah angejalia ardhi ikawa mfano wa utelezi, ukitembea unaanguka mweleka, ungetembea. Lakini Allah amejalia tiifu, unaleta jembe unapiga inapasuka, unaweka mbegu inamea. Angelijalia ikawa kama jiwe, ukipiga jiwe jembe linarudia, ungelima. Allah ameifanya ardhi ikawa tiifu. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula, Allah amekujalieni ardhi ikawa tiifu. Famshu fi manakibiha, kwa hivyo tembeeni kwenye kona zake zote za ardhi. Allah anatoa idhini ya watu kutembea kwenye kona zote za ardhi. Kwa nini? Wakulu min rizqi, bimaana mwene mnatafuta na mle katika vile ambavyo ardhi imetoa katika riziki yake. Wa ilaihi nushur, na mjue kwamba hayo yote mtayoyafanya, marejeo yenu nyote ni wapi? Mtakusanywa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kutafuta maisha na kujikita katika mfumo wa kutafuta maisha ni dini. Kutafuta maisha ni dini, na kulea mikono na uzembe ni kinyume na dini. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamrisha watu kutoka baada ya ibada zao, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Swala zinapomalizika basi tapakaeni kwenye dunia ya Mungu, msibaki eti sehemu moja msikitini. Sala zikimalizika, maana yake mkimaliza wajibu za Allah, fantashiru fil ard, tembeeni mtapakae kwenye ardhi. Allah kusema mwende kutapakaa, maana yake ni kusambaa. Watu hapana kubaki fasi moja. Fantashiru, sambaeni kwenye ardhi ya Mwenyezi Mungu. Wabtaghu min fadli, na mtafute katika fadhila za Mwenyezi Mungu ili mpate rehema zake. Kwa Mtume Mwenyezi Mungu akaamrisha watu kutapakaa duniani kwa ajili ya kutafuta maisha, kwa ajili ya kuchumba maisha, kwa ajili ya kujijenga, kwa ajili ya kutaka mtu usiwi mzembe. Bali haitoshi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kado, zawadi ya mtu ambaye ataifanya kazi yoyote hapa duniani ikawapatishia faida walimwengu.
anamwandikia malipo na ujira siku ya kiyama. Akasema aje Mtume, ma min muslimin yaghrisu gharsan au yabzra'u nabatan fayakulu minhu insanu au bahimatun au tayrun illa kana dhalika lahu sadaqa, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye amepandikiza mmea au amepanda mti au amelima kilimo chochote kikatoa mazao, hayo mazao yakaliwa na mwanadamu, yakaliwa na mnyama, yakaliwa na mdudu anayetembea chini, ila huandikwa kwa aliyefanya hivyo kama ni sadaka. Huandikwa kwa aliyefanya hivyo kama ni sadaka. Allahu akbar. Wewe umelima, umeenda kuuza, umepata faida ya mazao yako, lakini wamekula hapo ndege, wadudu wa chini wamekula, mbuzi wamekuja wamekula majani, hivyo unaandikiwa sadaka. Ya kiasi gani utaandikiwa? Ya kiasi gani? Hii ilikuwa ni kuwahimiza watu ziada ya ile faida unayoipata ya mazao, umeuzisha, umepata faida. Mtume akawahimiza watu walifanya hiyo kazi kwa kutafuta pia thawabu kama sadaka ya vile wanavyofanya. Ni malipo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, ndio anasema walikullin darajatu mimma amilu. Kwenye aya nyingine, kila mtu Mwenyezi Mungu amemwandikia daraja yake kutokana na kazi walizofanya. Kuna wakati mwingine sisi tunajidharau, mbona sisi tuko hivi, sisi tumefanya makosa mengi. Sisi tumefanya makosa mengi. Tunaizulia dini ya si kweli. Walikullin darajatun mimma amilu. Kila mtu Allah amempata, kila watu Allah amewapa daraja na vyeo. Kwa nini? Kutokana na kazi zao. Mimma amilu, kwa yale walioyafanya. Waliwafiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Na hivyo Mwenyezi Mungu atakuja kuwalipa wote matendo yao bila kudhulumiwa mtu. Kumbe Uislamu, kujikita kwenye maisha pia ni dini. Kujikita kwenye maisha na kutafuta halali na jasho kutoka ni dini. Ukiwa na safi, mwite ndugu yako, mwite hivi. Ni sisi ndio jamii pekee, sijua jamaa Kiswahili tukoje. Unamwona katika familia fulani fulani ni tajiri, lakini watu 10 wote walizaliwa naye wako hapo wamezuba, hamna lolote la kuendelea. Ukija kumhesabu ana pesa zaidi ya milioni 100, 200, 300 zinawekwa ndani. Milioni 100, 200 unaweka ndani, na unao ndugu ambao unaweza kabla njoo hapa 10, fanya ulete mfano wake tuone, awe ameanza. Hata hivyo hufanyi. Jamii kianguka kesho jamii, kumbe sisi ndo tumeangusha jamii. Kumbe sisi ndo tunaangusha jamii. Matokeo yake sasa ni aje? Ule mtu akipotea, jamii yote inaanguka. Yake ile jamii ule alikuwa ni tajiri, ule kiongozi ule mkubwa wao alikuwa tajiri sana. Amekufa, watoto wamegawiwa mirathi mamilioni na mamia na mamia. Mwa hiyo familia pako mtu kaka mkubwa hata milioni 2 hana. Hata milioni 2 hana. Eti mirathi ya watoto milioni 500, 600. Wallahi ni dhulma. Hii ni dhulma kwenye undugu tunafanya sisi. Wewe unakufa unaacha mirathi milioni 500, wanagawa ya kwako. Watoto wanapewa milioni 530 wanapewa. Na kuna ndugu mwenye familia kaka yako mdogo hata milioni 2 maisha hakumiliki. Mbele ya Mungu ni dhalim. Medhulumu haki, ile haki ya undugu. Kumbe haya yote ndugu zangu kwa sababu ya nini? Hatukufundishana. Tukaoneshana kwamba hii ndio dini. Kumbe sasa ile ulikuwa na kile kiwango kile, hata ungechukua robo yake ukagawa,
Kwa wewe ndugu zangu John, haitoshi kila siku mwe kuniomba. Chukua. Apime ashindwe. Alafu ndio utajenga hoja. Chukua na wewe. Apime ashindwe ndio utajenga hoja. Lakini hujajaribu. Umebakia mtajiri mwenyewe, akija ndugu yako unampa laki moja, chukua kaemee. Ungine 50,000 kaemee mpaka unakufa. Utajiri wote unapotea. Familia wote warudi kwenye umaskini. Na hali wewe ulikuwa na uwezo, ndugu zako wote wangekuwa matajiri kama wewe. Tunaua jamii. Tunaua umma. Tunaua umma. Maskini ya Mungu. Wakati wewe ungeendelea na wale hawangekukuzuia chochote, na wao wangeendelea, umma ungeendelea, jamii ingeendelea. Hiyo ni siasa ya uchumi inatakiwa kwenye maisha yetu tuijue Islam. Katika familia, ukiwa wewe ni tajiri unamiliki milioni 200, lakini ukaweza ubakie na milioni 100, lakini uwafanye wengine wote katika familia ingalao wapate milioni 10, mmekuwa matajiri zaidi. Mmekuwa matajiri zaidi. Bimaana badala ya kubaki na milioni 200 wewe umeridhika 100, lakini ukafanya familia wote na ingalao wakapata 10. Mmekuwa matajiri yote na shida imeondoka. Na mtakuwa vizuri nyote. Sasa chuki nyingi ziko kwa familia zetu hizi, sababu zake nyingi kubwa ni kupotea na hii haki ya huyu ndugu. Hii haki ya maisha tumeipoteza sisi. Matokeo yake fitna zimekuwa nyingi, husda zimekuwa nyingi. Hivyo na hata ule uaminifu nao unapotea. Unakuwa kuna mtu utamwamini kile kitu akakichunga. Unajua hivi si ni vya kwake. Ndio maana akikupa na unakula. Kwa sababu gani? Tajruba, experience ambayo iko ni ya Nyamwigendako. Kwa kile unasema kila kitu ni cha kwake mtu. Kwa ndio maana maadamu ni cha kwake, basi nikikipatia na mimi nachukua. Lakini ingelikuwa sisi ni wepesi wa kuachiana, wallahi watu wangelikuwa na uaminifu mkubwa sana. Kuna mlango ndani ya dini mpaka sasa tumeufunga ufanyaji kazi. Kitabu al-Mudharaba. Huu mlango wa ufanyaji kazi. Mudharaba maana yake ni rabbul mali, mtu ana mali au ana mtaji lakini hana cha kufanyisha, ila anawapa watu ndio anafanya kazi na huyo mtaji wake. Ndio wanaendelea wa Somali Sheikh. Wa Somali wanaendelea kwa ajili ya mudharaba. Akija tajiri yuko na milioni 500, haziweki account kama sisi. Account block za nini? Milioni 500 anaifanya hisabu hapa kwa uchache, nikiwapa milioni 50 milioni 500 niko na watu 10. Njoni. Unawekwa pale kwenye mlango kama miezi 5 kama mwaka, unazoea kazi, kisha anatoa milioni 50, chukua, tumika. Faida ikija utapata nusu na mimi nitapata nusu. Wewe nenda. Wale wanaenda wanatumika. Ya Mungu anawafungulia, huyu anaendelea na utajiri na wale wanakuwa matajiri. Hiyo ndio mudharaba. Iko hapa kwetu. Wanafanya hivyo kwetu. Matokeo yake tumebakia sisi familia hizi za Kiswahili maskini. Nenda hapa Kenya, uingie mji unaitwa Isli. Wallahi utashtuka. Unatoka kama hivi hapa mpaka Aziatike. Uko na marosha ya Wasomali tu. Hapa mpaka Aziatike, kwanza pale ni karibu. Unakutana na marosha 10 mpaka kwenda juu, Wasomali tu. Siri gani iko hapa? Mudharaba. Toshirio. Yale mabasi makubwa watu wanaona pale Nairobi, Somalia. Mudharaba. Nini? Wanajua siri ya kupata mali ni kuwa mubdhil, mtu unajifungua, hauko muktir, mwenye kubana kila kitu mikononi mwako. Kila kitu kibaki hapa mkononi mwako, nibaki mimi tu. Kio mtu unaacha watu waneemeke na wewe utapata faida. Allah anakupa faida zako na wao wanapata faida zao.
Ndio matokeo letu leo. Mtu fulani mtajiri, ule ni mkubwa wake au mdogo wake, wallahi hajawahi hata siku moja kutembelea gari, na wewe unazo gari zaidi ya 5 7. Ule ni tajiri mkubwa sana, kaka yake ukiona nyumba anaishi unasangaa. Ni maisha ya watu binadamu wenye Waislamu kweli, wenye kujua haki za Uislamu. La, haki za Uislamu hatuzijui. Kumbe tujifunze ndio Uislamu huyo, albadhlu wal ata. Watu kusambaza neema Mungu alizotupa, tuzisambaze, zienee kwa familia, zienee kwa watu, tuziendeleze familia, tuendeleze jamii. Jamii inapoendelea kuna mambo yanakimbia, umaskini unakimbia, roho mbaya inakimbia, husda zinakimbia, chuki inaondoka, familia wanakuwa ni ndugu kwa sababu wamepeana vile Mungu aliwapa. Na ndio Mungu anataka hivyo. Mungu anataka hivyo. Lakini mimi sielewi. Sisi huu ni Uislamu. Mwenyezi Mungu aliutengeneza kwa sura kama hiyo. Lakini siangalia jamii zetu zote ni hivyo. Fulani amejenga nyumba nzuri, mle kuna watu hawataki ile nyumba isimame. Wale jamii hawataki ile nyumba isimame. Kwani ajenge vile yeye? Sababu ni zile tumerudia. Kumbe ndugu zangu Waislamu, hivi ambavyo Mungu alitumilikisha tukitaka tuvitumie kwa pamoja na ndugu zetu, baraka yake hatutaona kiwango chake, kheri zake hatutaona mfano wake, nyingi sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuhimiza watu wafanye kazi, watu waache uzembe, Mtume akasema, hadithi akasema, man ahya ardan mayitatan fahiya lahu. Katika ardhi au nchi ya Kiislamu pakipatikana sehemu ziko wazi, hazijajengwa, ziko huru, wewe ukaenda sehemu moja ukaichukua ukapaanzisha maisha, ima kwa kufanya kilimo au kwa kupandikiza miti au kwa kujenga jengo au kwa kuweka kisima cha maji kwa gharama yako, imetosha kuwa ndio miliki ya kumiliki hiyo ardhi. Mtume anasema atayeamsha ardhi yoyote ambao haina maisha, basi hiyo ndio sababu yake ya kuimiliki. Hakuna mtu atakuja kutoa hiyo sehemu, imekuwa miliki yako. Ili kwa nini? Ili watu watapakae kwenye ardhi, kila mtu ajikatie chenye anaweza katika ardhi ambayo iko bure, aamishe maisha yaanze. Kwa hivyo kama sehemu patakuwa pako mapori, wewe ukaanzisha pale, watu wote wakashindana, mji unakuja, patakuwa mji, na hivyo maisha yanaendelea. Hiyo tena nini? Ni motivation Mwenyezi Mungu aliweka ya kutaka watu wajikite kwenye kazi na maisha. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio dini ya Uislamu. Siasa ya uchumi kwenye jamii ya Kiislamu sisi tuko mbali nayo sana. Sisi tuko mbali nayo sana. Na ndio maana hali hizi za unyonge na udhalili na umaskini zimetujaa. Kuna vita ya uchumi inaingiaga mwatu. Sasa vita ya uchumi, mshakuwa na wafanya biashara wa 10 ndio wanajulikana, na wao hawataki kuwasogeza wenzao. Wakianguka mweleka, mnabakia hamna mtu ndani ya jamii, hamna mtu. Ni kama mmesogezana, watawamaliza wote. Kwa hivyo Waislamu, ili ni jambo ambalo linahitajika tena kwa haraka sana watu walifungukie. Aljanibu al-iktisadi, upande wa namna ya uchumi, sisi hatuko kabisa, hatupo. Vijana wetu na wakipata wanatumia vibaya. Ndio ile sura nimekuambieni, kwa sababu hauna program, unapata unatumia vibaya. Kijana Mwenyezi Mungu amemjalia, amepata alhamdulillah, amemiliki kuanzia milioni 100 mpaka 300 400 ziko mkononi mwake, kwa kuwa hakuna vision. Akifanya harusi huyu kijana, akipoteza ndogo ni milioni 100.
za nini? So, hana cha kufanya, ndio maana ameona nijionyeshe mimi kwa hiyo sura. Wakati yeye kwa akili yake anadhani akifanya harusi kubwa kama hiyo atakuwa na jina na familia itakuwa na jina, kumbe ndio mnazama kabisa. Kumbe ndio mnazama kabisa. Kumbe hiyo kufanya kujionyesha kwa hiyo njia, ungefanya kitu cha kawaida na hayo mapesa ukawapa watu wakaanzisha maisha, ingekuwa na faida zaidi na maendeleo zaidi kwenye umma zaidi hiyo. Unajua sababu yake hiyo? Wanataka ni siasa tuliais. Mtu mdhaifu ambaye hana vision. Yeye akiona kitu chochote na ndio nitaprofitia hapa. Nifanye harusi ibakie ni hadisi kwenye mji. Kumbe uongo mtupu. Unadhani ndio utapata sifa na jina kubwa, kumbe si kweli. Kumbe ufanye kitu cha kawaida na ule uwezo wako ukausukuma tu kwa mdogo wako mwingine. Na mimi kuliko kufanya harusi nifanye gharama ya milioni 40 yani ni na nina mdogo wangu huyu maisha yake yako mabaya, nina huyu ni binamu yangu maisha yake yako mabaya, mimi nafanya harusi ya milioni 5, milioni 30 za kubaki ningenunua hivi na hivi. We anza maisha yako huyu mfamilia, kesho naye atakuwa mtu na jina, chanzo ni wewe. Lakini pale ulipoharibu ukasema nafanya harusi imesemwa msiku mbili mambo yakaisha, na ule anabakia vile vile kwenye umaskini wake, umesaidia nini? Hatimaye wewe siku utaanguka, unakosa na mtu wa kukunyanyua. Kuna vijana wetu walimiliki pesa siku za nyuma. Sisi tunaposema haya si kama tunafurahi. Walimiliki pesa, Dubai zinaanza. Kuna kijana mwambia mimi dola 30,000 ni kitu kidogo sana. Na kweli waliziharibu. Walipoanguka, walipokuja kwa familia zao hapa, hamna kitu. Ule mwaena na hamna tena anyanyuke, hakuna. Hatimaye unabakia pale chini na wewe. Lakini sasa yule una huyo uwezo, ulisema na wewe fulani panda, wewe fulani panda, na wewe panda, wewe panda, wewe panda. Ni kweli mtu hadumu siku zote. Leo umeanguka tayari. Kaka ameanguka. Leta 2,000. Leta 2,000. Leta watu 5, 10 zimepatikana. Kaka nyanyuka. Atanyanyuka anyanyuki. Ananyanyuka. Hiyo ni siasa ya uchumi. Haya yote sisi tumeyapoteza, hatuna. Mtazamo wetu huko kunaifikiria wewe mwenyewe ndio utajinyanyua. Hauwezi. Intafukil anama fa anta minhum. Hata wewe utakuwa juu kileleni, maadamu wenzako hawako kama wewe, basi wewe uko pamoja nao. Juu siku utaanguka hauna wakupandisha tena. Lakini ukinyanyuka usendi mbali sana. Ile nguvu za kuendelea mbali, simama kwanza unyanyue na wenzako. Ili siku utaanguka hao wanasabiwa unarudia tena pale pale ulikuwa. Hao ingalau unakuwa juu kidogo. Lakini ukibakilia kule na wenzako wako chini, siku utaanguka, hakuna kukurudisha pale. Utabaki chini nao. Siasa ya uchumi kwa hivyo. Hakuna aliyenufaika akanyanyuka peke yake. Nyanyuka na unyanyue wenzako. Huyo msemo ulikuwa msemo wa makafiri. Anutimu man la yasha Allahu at'ama. Wakiwaambia walishizeni hawa. Watu wa Mungu anaweza akawalishiza ndio sisi tuwalishiza. Hapana. Allah atawalishiza lakini kupitia nyie. Ndugu zangu Waislamu, hilo nimelikwambieni ndugu zangu ni kwa sababu ya kuona juhudi tunazozifanya na vijana wetu mbalimbali wanajikita kwenye mambo mbalimbali ya maisha huku na kule. Lakini midhali siasa ni ile ile, tunafeli. Midhali siasa ni mtu nyamwigendako anaenda tu nipate vyangu, tunafeli. Lakini upate, lakini ujue mimi kuwe nimepata ni fursa ya kuwasogeza wenzangu. Ni fursa tusogezane. Ni fursa tuende mbele. Jamii inanyanyuka Waislamu.
Na jamii kinyanyuka, maskini na dhiki na shida tuko nayo inaisha. Na ndio katika hiyo hikima ndio Mwenyezi Mungu akaita zaka. Zaka mnafikiri kuja ni kwa sababu gani? Eti leo namkuta mtu atatoa zaka ya milioni 5. Niko Sheikh nitafutie wa maskini. Niko na zaka nitakutoa inshallah. Ukimpa list ya watu wawili, milioni 5 nitawapa watu wawili. Sheikh ni milioni 5 ndio nitakugawa. Kwani 5 ni ngapi? 5 watu wawili tuampe mtu mmoja. Lakini umuhusie kesho nisikuone tena hiyo hali. Ni bora kuliko kuchukua milioni 5 ukatea liste 500,000 watu 10. Yake unaua jamii. Unatakutoa zaka milioni 5 wewe. Njoo nikuonyeshe mtu utayempa. Ukijana ameshaanza kujitahidi kutoka kidogo mpe huyo. Lakini mashekhi bado. Nataka kutoa zaka ya milioni 5 bwana. Milioni 5 mpe huyu. Inatosha. Ule ni muono tushakuwa nao sisi, muono wa kinyume. Akikusiasha huko nayo fikra wallahi kesho ajikwambia kitu. Unasikia tu atatoa ashafanya listi ya watu 80. Kuna mtu nisikia tu wala milioni 80 ametoa zaka. Milioni 80, yani watu 80 amewapa zaka. Watu 80. Kaulize sasa laki mbili. Liste watu 80. Yaani nimetoa zaka watu 80. Laki mbili. Zipanye sasa uzijumlishe ni franga ngapi? Milioni 16. Kama sikusahau. Hizo 16. Kama angelikuwa ni mtu anataka jamii endelee. Anataka jamii endelee sawa. Angewaita watu hata wawili tu mjamii. Wewe unaweza kazi gani? Ili ukae usirudie tena kumuomba mtu. Kijana. Mimi naweza restaurant na gharama yake ngapi kununua kila kitu nini? Ni milioni 8 au ni milioni 5 au milioni 10. Chukua. Anzisha hiyo kazi na uendelee. Na zingine wewe unaweza kazi gani? Mimi naweza nikawa nauzisha mapine kama vile ndugu yetu Bilali. Naweza nikasema sikuona tena hivi. Kaanza kazi. Umewapa tu wawili tu mjamii, umejikalia. Mwaka kesho hawa na wao inshallah alianza na milioni 8 na milioni 8, si 16. Allah anazikuza mwaka kesho anakuwa ameshakuwa na milioni 12 na yeye. Tunamuita njoo na wewe zaka. Toa. Na ule njoo na wewe toa zaka. Zile ndogo zako nazo katika milioni 12. Inshallah utatoa ingalau hata laki 3. Zitakusanya zitaenda fasi kwenye Baitul Mali zikae. Baada ya miaka 5 huyu atakuwa na zaka ya kwake yeye kama yeye. Sio chini ya milioni 2. Na ule mwingine sio chini ya milioni 2, milioni 4. Tunaweza tukawapa tu watu wengine wenye uwezo mdogo wakaendelea. Baada ya miaka 10 ile jamii sio ile tena. Ulikuwa ni wewe mtu mmoja, mtakuwa watu 6 wanaitoa zaka. Kwani si kweli? Mtakuwa watu 6 mnatoa zaka. Baada ya miaka 10 mtakuwa watu 15 mnatoa zaka ndani ya jamii. Lakini unaendelea na siasa yako ile ile, unakusanya watu 80, unatoa milioni 16 laki mbili. Chukua mwake na kufundishani umaskini. Jamii inabaki pale pale. Mimi natoa zaka mimi, athari yake iko wapi? Wangapi walinyanyuka kwa zaka yako? Hakuna hata mtu mmoja. Miaka yote umeishi. Umetoa zaka gani ndani ya jamii? Mnaona vile tunavyoharibu jamii? Mnaona tunavyoharibu jamii? Si wengine wallahi hapa kuna ijram, kuna matendo wanafanya ijram wallahi. Tumechoka naambia wallahi sisi tu hapa tunataka kutoa zakatul mali ya mashakheri. Sheikh nilichoka. Zakatul mali nikaona wako wanafanya malisti. Ito nataka wanunue toni kama ngapi za mchele, toni za maharage, toni za mafuta. Tunanunua hivi tunagawa. Zaka sadaka. Zaka. Sheikh, zakatul mali. Zakatul mali tunafanya hivi. Una njani nyingi mwatu. Hawezi kuwapa watu wawili tu njani nyingi. Nikamwambia kama ni hiyo wala hata msinishirikishe. Wala msinitaki ushauri wangu. Mimi nakupeni ushauri. Kama ni milioni 40 mtakutoa zakat. Jamani tafuteni katika jamii kwa uchache watu 4. Watu 4 wenye kuswali vizuri, vijana mmewaamini, mnaona mwenendo wao. Watu 4. Milioni 10, milioni 10.
milioni 10, milioni 10. Mtegemeeni Mungu, wacheni waende. Wallahi hawakuniita tena. Nasikia baada ya siku nikaona eti gari yake iko inatembea mjini huko na kule, natuma sashe kilo 10 za mchele, kilo 10 za maharage, bido ya mafuta, wanatembea huko wanaeneza mabuterere ni zaka wametoa. Billahi alaikum, sikumfanyia Mungu mtani huyu, sikumchezea Allah. Zaka gani hiyo? Sio muabudu Mungu sio unavyotaka wewe, na jamii inabaki kwenye umaskini ule ule. Ile njaa imeisha, watu sinjani ile ile. Umempa mtu kilo 10 za mchele au kilo 20 za mchele, kilo 10 za maharage na bidoo ya mafuta, hata kula siku ngapi? Na ile njaa inabaki katika jamii na umaskini unabaki pale pale. Yaki ni maskhara. Laiti ungelichukua zile ukasema ni milioni 40. Jamani, nitafutieni vijana watu wema. Misikitini maimamu watatafuta huyu kijana. Ule kijana. Hao, chukue wapi? Anawapa jamani, mtatafanya kazi gani? Kadha chukua. Maadamu atajua na Baitul Mali, chukua. Na wewe chukua. Wale vijana wakajikita kwenye maisha. Hivyo wale vijana baada ya miaka 3 4 watakuwaje Sheikh? Watakuwa wameendelea. Na wakiendelea, jamii ambayo itakuwa imeshakuwa nao vijana itajisaidia kwa sawa na uwezo wale vijana. Na wale watakumbuka njia waliopatia nayo, itakuwa inakuza vijana kipaji chao. Hiyo ndio dini ndugu zangu. Hiyo ndio dini, ndio maisha. Lakini tunaishi sisi kwa matakwa yetu sisi. Tunadhani ndio maisha, wallahi tunaharibu maisha. Na matokeo tunabakia na huyu udhalili tuko nayo huyu, ambao hakuna kumsaidia mwenzako wala hakuna kujinyanyua. Ukianguka kwenye huko, haumuoni mtu wa kukunyanyua. Mwenyezi Mungu atulinde na atusamee kwa hilo ndugu zangu.